Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Katika video ya siku ya leo naenda kukupitisha katika mambo ambayo unapaswa kuyazingatia katika uzalishaji wa sabuni za miche pamoja na sabuni za vipande. Karibu sana, mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Ukipenda kujifunza zaidi, kwetu sisi tuna mafunzo ya online kupitia WhatsApp namba 0783500971. Lakini pia ukihitaji kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho ndani yake tumekuandikia bidhaa mbalimbali za sabuni za vipande kama hizi zinavyoonekana, sabuni za miche. Karibu utatutext kupitia WhatsApp, tutakupa utaratibu zaidi wa namna ya kupata elimu hii. Jambo la kwanza msikilizaji, utachukua lile donge lako ambalo limekwisha kuganda. Kumbuka kwamba siku ya jana tulikoroga mkorogo na tukaumimina kwenye soap mold. Sasa ule mkorogo ndo huwa hapo umeganda. Leo tunaukata kama inavyoonekana, tunakata kwa kutumia vibao pamoja na mshipi huu ambao unaonekana. Lakini siku ya jana pia tuliangalia vipimo sahihi vya caustic soda kwa caustic solution, lakini tukaangalia pia namna ambavyo unaweza kupima caustic solution kwa kutumia hydrometer. Tukaangalia ratio kati ya mafuta pamoja na caustic solution. Hasa leo msikilizaji tunakata kama inavyoonekana. Hatua ya kwanza tunakata, tunapata slice kwa sababu hauwezi kupandisha kwenye kile kimashine moja kwa moja kwa ajili ya kukatia pale. Kwa hiyo jambo la kwanza utakata hizi slice ambazo zinaonekana na unakata kwa kutumia vibao. Na vibao na vishepu vipi? Vibao unatumia vibao ambavyo ni size ya mche ambao unautazamia kutoa. Kwa tunaenda hivyo mwanzo mpaka mwisho, huku ni chini mwishoni kabisa. Ukivuta huu mshipi manake umekata. Kwa kama umekata basi unakata ile donge lako na toa ile la juu kwa sababu vibao vyetu havijafika juu. Ukiangalia vizuri vibao vyetu vimeishia hapo. Yes. Hapa ndo vibao vyetu vimeishia. Kwa tunatoa ile la juu, tunalipanga hapa chini kwa ajili ya kuendelea na vipimo vya kukata. Pamoja na hivyo msikilizaji, hizi ambazo tumezikata tayari tunaamua tuzipange, tutazipanga hapa hivi. Kwa tunazitoa hapa, tunazipanga hapo pamoja kwa ajili ya kuzipandisha kwenye mashine kwa ajili ya kupata miche. Baada ya miche tunaenda kwenye muhuri, baada ya muhuri pia tunarudi kwenye vipande. Baada kwenye vipande pia tutarudi kwenye kufungasha na kuzipaki katika boksi kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja pia. Kwa hizi hapa msikilizaji ndio tunazoitwa slice za sabuni ambazo tumeshazikata tayari, na baada za kuzikata hivi sasa hatua nyingine ambayo inafuata ni kutoa miche. Karibu sana kwa wewe ambao unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na ujasiriamali wa aina mbalimbali, aidha kutengeneza sabuni za miche, kutengeneza sabuni za vipande, sabuni za magadi, sabuni tiba za kuogea pamoja na za kufulia. Vyote vinawezekana. Kwa hiyo utatutext kupitia WhatsApp, aidha unaweza ukatupigia simu kupitia namba hiyo ambayo inaonekana. Zoezi lingine ambalo linafuata baada ya kupata silesi, tunaanza kuchukua zile silesi, tunapandisha kwenye mashine, tunaweka kile kipimo ambacho tunataka tukitoe cha mche wetu. Na yes, ukisukuma silesi hivi maana yake inakata. Na inakata kile kipimo ambacho umekiweka size wewe mwenyewe. Kwa unaweza ukataka miche yako iwe membamba zaidi ya hapa, lakini pia unaweza ukataka miche yako iwe minene zaidi ya hapa. Kwa wale ambao wanataka kupenda kupata mashine kama hizi pia, kwetu sisi tunawawezesha wajasiriamali kwa ajili ya kuwasaidia kuzipata hizi mashine. Aweza kukupa kipimo au kutengenezea na kukutumia pale ulipo. Lakini usianze na hii mashine. Ni vizuri kuanza kujifunza kwanza, ujue kwanza sabuni inatokaje. Yaani ili sabuni iweze kutoka vizuri inatokaje. Baada ya kuwa tumeikata kwenye ile mashine, tumepata miche. Hasa hatua ambayo inafuata ni nini? Hatua ambayo inafuata ni kuweka chapa ya mzalishaji au chapa ya mtengenezaji au kuweka brandi katika sabuni. Na katika kuweka brandi pia unaweza ukaunda muhuri ambao ni mzuri, muhuri ambao utakurahisishia kukutambulisha wewe sokoni kwa jina lako au kwa brandi yako kwa ajili ya kukuza lile jina lako sokoni kwako. Sasa hapa ukiangalia nina muhuri, hapa nilipata changamoto lakini pia tunaweza tukajifunza kupitia hii changamoto ambayo imejitokeza. Hapa ukiangalia muhuri wakati tunafanyia kazi ulikatika, ulivunjika, umeona kama hivi. Ulivunjika
Kwa sasa kuliko kuahirisha kazi na tuache kufanya kazi kwa sababu muhuri umetukatikia, kwa hiyo tunatumia akili au ubunifu. Kwa hiyo tukiupanga pale tunaigesha na kile kipande namna hii ambacho kimekatika. Kwa hiyo tukipiga kwenye muhuri unavyotokea kwenye sabuni, hauwezi ukajua kwamba muhuri huu ulikuwa na changamoto au muhuri huu ulivunjika au kukatika. Yes, namna hiyo. Kwa tunapiga na tunatembea hivyo na kazi inaendelea, kwa sababu ukienda kuchonga muhuri mwingine unaweza kuchukua siku 2 au siku 3. Sasa kama unachukua siku 2 siku 3, ili hizi siku 2 siku 3 usikwame na uendelee na kazi, basi unatumia katika mfumo huo. Kwa hiyo ndio namna ambayo unaweza kaitumia msikilizaji na mtazamaji, mfuatiliaji wangu kukata sabuni zako na kuzipiga muhuri. Baada ya kuwa umezipiga muhuri vizuri, unazileta tena kwenye ile mashine. Hasa kwa nyingine kwenye ile mashine utapima kipimo ambacho unataka utoe kipande chako, na kipande chako kiwe na ukubwa gani. Kwa hiyo una seti ule ukubwa kwenye ile kata kwenye mashine yako ya kukata, unaweka ile size, alafu unaendelea kusukuma ile miche. Karibuni sana kwa wale ambao mnahitaji madarasa, mnataka kujifunza kupiga hatua zaidi, unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 0971. Lakini vile vile hicho kitabu kitakusaidia kwa sababu kina vipimo pia, kina hatua za uzalishaji wa sabuni kwa hatua. Kwa hiyo karibuni sana, nikualike sana. Ujasiriamali kwetu sisi ni zaidi ya ajira. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia, na karibu kwa ajili ya video zingine zijazo.